mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe, ufalme wako uje na uweza wako. Ninakushukuru kwa upendo wako mwingi na huruma zako ambazo Mungu unaziruhusu ziwe nasi katika maisha yetu. Asante kwa uaminifu wako, kwa wema na rehema, Mungu uliye Bwana na muweza wa yote. Ninaomba mapenzi yako tena yakaendelee kutendeka na kutimizwa siku hii na saa hii, katika jina la Yesu. Ikawe baraka, uzima na neema kwa utukufu wa jina lako. Neema yako Mungu wetu ituwezeshe kuendelea kuwa washindi katika ulimwengu huu. Roho Mtakatifu wako atuwezeshe, atujaze, tuendelee kutumikia wewe siku zote na wakati wote. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Ninaomba neno lako likaendelee kutubariki na kuponya na kutakasa. Utukufu wote na nguvu ni zako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu kubariki mpendwa, mwana wa Mungu, mtumishi wa Bwana Yesu. Naendelea kuvutwa na kuongozwa na Roho wake katika yote wakati wote. Amina. Karibu katika ujumbe wenye kutuelekeza juu ya agizo la kukatwa kwa mti usiozaa. Agizo la kukata mti usiozaa. Biblia inatuonyesha kuna maagizo au kuna agizo linalo ambalo limetolewa tayari la kukata mti usiozaa matunda. Mti usiozaa matunda. Karibu na Bwana Yesu aendelee kuyajaza maisha yako furaha na imani na amani na ushindi kwa jina la Yesu. Nisome kutoka kwenye kitabu kile cha Luka Mtakatifu sura ya 3. Luka Mtakatifu sura ya 3, nianzie mstari ule wa 7 na kuendelea. Luka 3:7 na kuendelea. Basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatize, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Ni nani aliyewaonya kuikimbia hasira itakayokuja? Basi toeni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema moyoni mwenu, tunaye baba ndiye Ibrahim. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumwinulia Ibrahim watoto. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Amina. Jina la Yesu litukuzwe sana, na neema ya Mungu ile kutusaidia sana. Ujumbe huu au neno hili mti tutaendelea kuliona pia katika Yohana sura ya 15, Yeremia sura ile ya 1 kwa habari hii ya mti au mzabibu. Ujumbe wa Bwana Yesu anawaambia makutano, anawaambia waliomwendea. Ujumbe huu unasema, na tunakumbuka pia habari hizi akizitangaza Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji akizieleza kwao juu ya kile kinachowajia. Yohana akihubiri, akiwaeleza juu ya kile kinachokuja. Yohana alitumwa kutangaza habari ya toba liletalo ondoleo la dhambi, maisha ya toba. Alitumwa Yohana kuelekeza habari hizi. Ukisoma sura ile hii ya 3 mstari ukianzia ule wa 4, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya, sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake, kila bonde litajazwa. Sasa ukienda mstari wa 7 anasema, basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatize, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kwamba mtaweza kukimbia hasira itakayokuja? Ujumbe huu kwa watu wa ulimwengu juu ya wale ambao wanafikiri watashinda kirahisi au ujanja wao utawasaidia. Wanaambia ujanja wao utasaidia. Yohana alihubiri kwa nguvu, alitenda kazi akiwa ni mtangulizi wa Bwana Yesu. Na Yesu akaja mahali pengine alitumia neno hili pia yeye, akiwaambia enyi nyoka, wana wa majoka, uzao wa nyoka. Alisema yanayofanana na haya.
Naam, sasa anasema akawaambia, ni nani aliyewaambia au aliyewashawishi, anayewashawishi ni nani aliyewaonya ninyi kukimbia hasira itakayokuja? Kwa hiyo ujumbe ni kwamba iko hasira inayokuja, na hasira inayokuja inawafuata watu wasio na matunda, inawaelekea watu wasio na matunda, watu ambao kwa lugha nyingine hawako katika Yesu Kristo, au walikaa katika Yesu lakini hawakuzaa matunda, hawakuleta au hawakufanya chochote, hawakuzaa chochote katika ulimwengu wa Mungu au katika ufalme wa Mungu walikowekwa au walikoingia, watu ambao hawana matunda. Biblia inasema kwamba iko hasira inakuja, watu ambao hawakuishi maisha ya wokovu. Hasira ya Mungu inakuja, iko saa ya hasira ya Mungu itakuja kuwaka, na wanaambiwa msijivunie kusema tunaye baba Ibrahim, kwa maana wanaambiwa Mungu aweza kuinua mzao mwingine. Hapo anasema habari za kuja kwa Yesu, ambaye Mungu aweza kumuinua mzao mwingine katika Ibrahim, aweza kumuinulia Ibrahim watoto, aweza kumuinulia Ibrahim watoto, ameweza kumuinulia watoto, anaweza kutokeza uzao mwingine. Mungu anapenda, au Bwana Yesu niseme anapenda tusiangamie. Anatanguliza ujumbe mwingi unaendelea kutufunulia. Anasema iko hasira inayokuja. Sasa hivi tunaishi, kuna hasira inakuja. Ujumbe huu unatuambia kuna hasira inakuja. Mstari wa 9 ndipo anasema na sasa hivi, anasema na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa. Biblia ni wakati uliopita, inaeleza habari za nyakati zilizopita, nyakati zilizopo na nyakati zinazokuja, au kilichofanyika, kinachofanyika na kitakachofanyika baadaye. Kwa hiyo Biblia inatufunulia wazi kabisa jinsi ambavyo kuna mambo yatatokea. Sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa. Habari hizi ukienda tena kwenye Yohana sura ya 15, Yesu anaongea hapo pia kwamba yeye ni mzabibu, baba yake ndiye mkulima, na sisi ni matawi. Na ndipo anasema tawi lolote lisilozaa ataliondoa. Litaondolewa, anasema litatupwa katika moto, litatupwa motoni. Basi jiangalie wewe na mimi, tujiangalie, tusije tukawa ni tawi ambalo halizai, tusije tukawa ni tawi ambalo halizai, ambalo limeandaliwa kukatwa na kutupwa katika moto. Hapo hasemi habari ya tawi la mti kama tawi. Hapo anasema na watu ambao ni sisi, mimi na wewe, watu ambao tumefanywa sawa na matawi, ambao tunatakiwa kutoka kwetu matunda yazaliwe, matunda yapatanayo na toba. Toeni matunda yapatanayo na toba, matendo yanayoendana na toba, maisha yanayoendana na toba, yaliyo ya toba, maisha ya toba, mtu wa toba, mtu wa kutubu na kunyenyekea katika mkono wa Bwana unaokweza, unaookoa. Tunapaswa kuishi maisha hayo sana wakati wote, na Mungu wa neema atujaze, atusaidie. Shoka limekwisha kuwekwa, maana yake hasira ya Mungu itakuja, itamkatilia mbali. Yesu ndiye alisema maneno haya pia, kwamba katika Yohana sura ya 15 kwamba tawi lisilozaa litakatwa. Anahitaji tawi linalozaa. Mungu hahitaji hasara, anahitaji faida. Mungu hajatuweka kwa bahati mbaya, bali kwa makusudi kabisa, kwa malengo mazuri. Kwa hiyo anasema litakatwa na kutupwa motoni kile ambacho hakizai, au yule ambaye hakuleta uzao, hakuleta faida. Kumbuka yule aliyepewa talanta, wale watatu walio, kila mmoja alipewa talanta yake, 1, 2, mwingine 5. Kila mmoja alipewa talanta yake, kwa maana ya hizo talanta zilitakiwa zizalishe. Manake ile neema waliopewa au kile walichokabidhiwa walitakiwa kizalishe. Sisi tumepewa neema ya Bwana Yesu ya kuokoka, ya kumjua, ya kuokolewa. Tumepewa neema ya kuokolewa. Tunapaswa kuitumia neema hii vizuri, ili tupate kuzaa matunda, ili tupate kumletea Mungu sifa na utukufu.
na watu waje katika ufalme wake. Inatupasa tuwe ni watu wanaozaa matunda, na Yesu anasema ametuweka ili tupate kuzaa matunda. Yohana sura ile ya 15 mstari wa 16. Hebu tuende tusome Yohana sura ya 15 mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya, anasema yeye ndiye aliyetuchagua, na baada ya kutuchagua ametuweka, na baada ya kutuweka anataka tuzae matunda, matunda ambayo sio ya kuondoka, sio ya kuharibika, matunda yatakayokaa, matunda yatakayokaa. Yaani maana yake maisha yenye uzima wa milele, uzima usiokauka, uzima usioondoka. Maisha yenye matendo mema yasiyokauka, yasiyoondoka, maisha yenye utakatifu, maisha yenye vazi jeupe lisilochafuka, lisiloondoka, maisha yasiyonyauka, maisha ya kiroho ambayo hayanyauki, ndio tuliopewa. Yesu anasema katika Yohana 15:16, yeye ndiye aliyetuchagua na akasema, nimewaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba mpate kupewa, tupate kupokea. Mungu anatamani kuona tunayo matunda, tunazaa matunda. Yesu ametuweka kwa kusudi, na yeye ndiye mzabibu, na nguvu za kupata kuzaa tunapewa na yeye. Tawi linategemea shina. Tawi linategemea shina. Shina lina mizizi inayofanya mti unapata chakula na kuzaa. Sasa neno la Mungu, imani, hiyo ni sawa na kusema mizizi na kupata chakula. Kwa hiyo litatufanya hilo neno la Mungu au maandiko matakatifu kuendelea kuwa na imani kwa Yesu, kutatuweka sisi kuendelea kuimarika, kustawi na kukua. Lakini kuendelea kumcha Mungu, roho ya ibada, kuwa mcha Mungu, hilo linatupasa au linatuhusu, natakiwa tuwe nalo. Kwa anasema ametuweka tupate kuzaa matunda. Anasema shoka limekwisha kuwekwa, hasira ya Mungu itapita vibaya, kwa sababu neema ya Mungu imeachiliwa muda mrefu, na bado ingalipo. Ni wakati ambapo bado watu wanaendelea kusikia habari za wokovu, habari za neno la Mungu kwa njia mbalimbali. Wengine bado wamezipuuza, hawazichukulii manani, hawazipi uzito. Tunapaswa kuziangalia kwa uzito habari za wokovu, habari za kumtumikia Mungu. Tunatakiwa kumtumikia Mungu ili tupate kuzaa matunda. Tunatakiwa kumtumikia Mungu aliye hai. Tunatakiwa kumtumikia Mungu aliye hai, na tuifanye kazi yake, na watu wapate matunda yaliyo mazuri. Yesu pia anasema katika Mathayo, tawatambua kwa matunda yao. Na pia anasema Yesu, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Mathayo 7:18, mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ni mara ya 3 sasa ili neno la mti usiozaa kutupwa motoni. Lipo katika Mathayo, lipo katika Luka, lipo katika Yohana. Ujumbe huu ni muhimu kutafakari, wapendwa. Hebu chukulia kutafakari zaidi juu ya shina ambalo limeshawekewa shoka ili kukata. Neno la Mungu linakata. Neno la Mungu lina haki. Neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu ni upanga. Kwa hiyo litamkatilia mbali, kumuondoa kwenye nafasi. Kwa kuwa lina nguvu, litamuondoa kwenye nafasi yule ambaye hakuzaa matunda, yule ambaye hana faida katika ufalme wa Mungu, hawajazalisha kwa maana ya matendo, kwa maana ya kumtumikia Mungu kwa moyo wako, kwa maisha yako. Yesu anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, na wala mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa matunda utakatwa. Kila mti usiozaa matunda utakatwa. Hakikisha kwamba unazaa
Hakikisha kwamba una matunda, yaani maisha yako ni maisha ambayo yana baraka, yana faida, yanaleta baraka na faida mbele za Mungu, hayaleti hasara. Hatujawekwa ili tulete hasara. Mungu ametuweka ili tulete faida. Mungu ametuweka ili tutende yanayomtukuza. Angalia tena sura ya 12, Mathayo sura ya 12, nisome mstari wa 33. Mathayo 12:33. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana. Anarudia lile neno alilolisema kwenye Luka mstari wa 34, anasema enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Mstari wa 35, mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Akiba yako imejaa nini? Maana yake ndio sababu anasema shoka limekwisha kuwekwa likate. Huyu Roho Mtakatifu. Naona jinsi ambavyo neno hili limeenea kutoka Mathayo, Luka hadi Yohana. Yesu analisema, Yohana alipewa kabla Yesu kuja, amesema na habari ya uzao wa nyoka na kukemewa. Siku hizi watu hawataki mahubiri ya kukemea. Watu hawataki mahubiri ya kukemea uovu, mahubiri makali, injili ya moto moto watu haitaki. Wanataka tu injili ya maneno ya kufarijiwa tu. Sasa yote yanatakiwa. Sasa Yohana alihubiri katika nguvu sana na kukemea, mpaka wanaitwa enyi wazao wa nyoka. Hebu fikiri, watu wanaitwa enyi wazao wa nyoka. Maana yake hapa anaitwa uzao wa kishetani. Uzao wa nyoka maana yake uzao wa kishetani. Sasa hivi ukiambia watu wengine wanahama kwenye kanisa, wengine wanakasirikia, wanasema mtumishi hana hekima. Lakini anasema tuufanye mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri. Basi jitahidi wewe mti wako uwe mzuri. Wewe ni mti katika ulimwengu huu, ni mti wa Bwana unaotakiwa kuzaa matunda mazuri. Katika Wakorintho anasema sisi ni shamba la Bwana, ni shamba la Bwana. Moyo wetu ndio unaotakiwa kuzaa. Moyo wetu ubebe neno la Mungu, ubebe mawazo mazuri, ubebe na tuyanene maneno mazuri kwa watu. Watu washibishwe neno la Mungu kupitia mimi na wewe. Watu washibishwe yaliyo mema. Wewe ushibe mema, utoe mema. Sababu anasema kile kijazacho moyo ndio hutoka. Anasema Yesu hapa katika Mathayo. Anasema hapa neno hili. Anasema hapa, mtu mwema katika akiba njema hutoa mema. Na kile kilichoujaza moyo ndicho kinachotoka. Mtu hutambulikana kwa matunda yake. Maisha ya mtu, maneno ya mtu, mwenendo wa mtu, mazingira yake yanashuhudia huyo ana matunda gani. Hakikisha unatoa mzabibu ulio mwema katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Baba wa mbingu na nchi, Yesu Kristo, wewe uliye mzabibu wa kweli, nasi umetuweka sasa tuwe kama mzabibu kwenye ulimwengu ulipoondoka. Umetuweka sisi tuwe kama nuru katika dunia hii. Wasema katika Mathayo pia sura ya 5. Lakini pia umetuweka kuwa sawa na chumvi, kwamba tuwe chumvi ya ulimwengu. Tujalie watoto wako tuendelee kuwa chumvi ya ulimwengu. Mathayo 5:13-14. Tujalie kuwa chumvi na nuru ya dunia. Tujalie Baba, tuwezeshe, tujaze neema yako. Tuti na Roho Mtakatifu endelea kutusemesha ili tuweze kutimiza mapenzi ya Baba kwa utukufu wa Mungu, Mungu li hai. Tuweze kutenda yale mapenzi ya Mungu katika maisha yetu yote. Tukaongozwe na yeye, tukawezeshwe na yeye. Roho Mtakatifu naomba tujaze. Baba, mapenzi yako yaendelee kutawala kwa mtu anayesikia. Nafsi yake, maisha yake yakajae uweza wako na Roho wako. Tunakuhitaji wakati wote. Tuepuke na hatari ya mti kukatwa. Shoka limekwisha kuwekwa penye shina. Bwana tusaidie tuweze kuepuka ile ghadhabu ijayo. Kwa jina la Yesu tupate kupona, tuwe salama. Baba, ninaomba pia nguvu yako juu ya mtu huyu.
udhaifu uliopo, kama ni ugonjwa, kama ni hali ya huzuni na uchungu, imtoke sasa kwa jina la Yesu. Nyumba yake ikawe nyumba ya amani, inayozaa mzabibu mzuri, inayozaa matunda mema. Familia ikawe na amani katika jina la Yesu. Baba wa mbingu na nchi akalete baraka na furaha, awatunze, akutunze sasa katika jina la Yesu Kristo. Fadhili za Bwana ziwe pamoja nawe, amani ya Mungu ikae nawe, na rehema zake aliye juu zikufunike, zikusaidie katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Utukufu wote na nguvu ni za kwake, Bwana wa utukufu na Mungu aliye karibu asiye mbali. Yeye atupendaye kwa upendo mkuu, akufiche damuni mwake sasa, akujaze na neema yake katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kutuhurumia, kwa kumhurumia mtu huyu. Achilia baraka, uweza na nguvu zitembee pamoja naye, ayaishi mapenzi ya Baba katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu akuangazie, akushibishe. Endelea kuwekwa na tafakari njema, kutafakari habari za ufalme wa Mungu. Amen. Barikiwa. Nikukumbushe sasa tena, karibu endelea kutuombea. Ombea huduma hii ya Nuru Ministry. Au basi unataja tu jina langu na watumishi wenzangu. Taja hii timu ambayo tunajipanga kupeleka injili sehemu mbalimbali, kuhubiri neno la Mungu. Naomba utuombee, naomba ushiriki kwa sadaka yako, kwa kuwa ni huduma inayohitaji gharama kubwa kwenda kusafiri huko na huko kuhubiri injili. Namba ambazo unaweza kuzitumia utaziona hapo kwenye simu yako kwa chini, au niseme kwenye screen ya simu yako kwa chini pale, utaziona namba ambazo unaweza kushiriki kwa sadaka yako. 0787